Helikopta iliyosababisha vifo vya watu 7 akiwemo mkuu wa idara ya ujasusi ya taifa la Ecuador na mkewe katika kaunti ya Samburu Jumatano wakati wa ziara ya kitalii. Sasa wanachunguza sababu mbili kuu zinazoweza kuwa chanzo kikuu cha ajali hiyo. Kulingana na idara ya uchunguzi ya ajali za ndege, mkazo mkubwa sasa umetiliwa kwenye kipengele cha binadamu na hali ya ndege. Aidha, idara inasema kwamba uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa ndege hiyo iligonga mlima Ololukwe na athari za kugonga mlima huo pamoja na moto uliofuata baada ya mgongano huo. Gloria Milimu na taarifa zaidi. Na ambayo imetikisa sekta ya usafiri wa anga. Alhamisi, wachunguzi wa ajali hiyo iliyotokea Jumatano na kusababisha vifo vya watu 7 akiwemo mkuu wa idara ya upelelezi nchini Ecuador na mkewe wakikita kambi katika eneo la mkasa kutafuta vipengele muhimu vitakavyosaidia kwenye uchunguzi wao. Kwa mujibu wa idara ya uchunguzi ya ajali za ndege nchini AAID, upekuzi wao utazingatia angalau masuala mawili makuu kati ya matatu ambayo mara nyingi hutumika kubaini kiini cha ajali za ndege. Kwanza kabisa, watabaini uwezo wa rubani wa ndege hiyo kuiendesha, historia yake ya mafunzo, iwapo alikuwa na idhini ya kuendesha ndege hiyo, miongoni mwa masuala mengine. Hali kadhalika, watakuwa wakichunguza hali ya ndege hiyo wakati ilipokuwa ikitumika. Uchunguzi huu pia unasemekana kuangalia hati za uthibitisho, uhalali wa ndege hiyo kuruka, tarehe iliyotengenezwa na iwapo ilibeba idadi ya abiria iliyoruhusiwa, miongoni mwa masuala mengine. Japokuwa swala la hali ya anga pia ni mojawapo ya masuala makuu ambayo wachunguzi hao hutumia kubaini kiini cha ajali za ndege, idara ya AAID inasema kwamba haitategemea sana kwenye uchunguzi wake kwenye ajali hii. Ndege hiyo ambayo imeua watu 7 ilikuwa kwenye ziara ya kitalii kutoka katika mojawapo ya mbuga za wanyama eneo la Loisaba kuelekea Ewasonyiro. Idara ya AAID imethibitisha kwamba iligonga mlima Ololukwe kabla ya kushika moto. 7 hao wanajumuisha mkuu wa idara ya ujasusi Ecuador, Michel Sensi Kontugi, mwenye umri wa miaka 44, ambaye ana uraia wa Kiitaliano na Ecuador. Kontugi, ambaye anasemekana kuwa mwandani wa Rais Daniel Nobia wa Ecuador, alichukua hatamu za uongozi wa idara hiyo mwaka 2024. Mkewe Stephanie Holohan anasemekana kuwa mwanamtindo ambaye alianzisha Sensi Studio mwaka 2010. Waathiriwa wengine 4 ambao ni raia wa Marekani wanajumuisha mmiliki wa mkahawa eneo la Miami Roger Duarte na mwenzake Adam Lavarti. Hata hivyo, waathiriwa wengine 2 wanaojumuisha rubani wa ndege hiyo hawajatambulika kwa sasa. Idara ya AAID inasema kwamba uchunguzi huo unafanywa kwa ushirikiano na idara ya bodi ya usafiri Marekani NTSB, huku matokeo ya ripoti ya awali yakitarajiwa kutolewa katika siku 14 zijazo, huku ripoti kamili ikitarajiwa kutolewa baada ya mwaka mmoja. Gloria Milimu, KTN.